Movie inaanza kuna huyu dada akatoka maeneo ya ndani huko, ili kufika nje pale akamkuta kuna msichana amekaa pale, tena kavaa uniform za shule kabisa. Ikabidi amuulize wewe ni nani na kawezaje kuingia huko ndani, maana kwenye nyumba hapo kuna geti kabisa. Yule msichana akaanza kuongea kwa namna ya ajabu kinoma yani, akamwambia kwamba nilistahili kuwa amani yako, lakini badala yake wewe ukutaka kabisa kuichukua amani hiyo, ukaigeuza kuwa ubaya wako. Huu ni mwanzo tu wa mateso ambayo utakwenda kuyapitia. Akaendelea kushangaa msichana ni nani na kawezaje kuingia huko ndani. Yule msichana akaendelea kusema yeyote wa kiume au wa kike aliyechukua maisha ya binadamu mwingine hastahili kabisa kukaa kwa amani kwenye hii dunia, kwa sababu nafsi ya mtu ambaye amemuua haijapumzika pema peponi. Kuna nini nyuma ya maneno ya huyu msichana? Ni dhahiri kabisa maneno haya ni ya vitisho, si maneno ya kawaida hata kidogo. Na huyu msichana pia ukimwangalia si wa kawaida, inaonekana pia kaingia kwenye nyumba kwa njia ambazo ni za miujiza. Bana, hii inaitwa A Piece of Me. Ongozana nami kutoka sekunde ya mwanzo hadi sekunde ya mwisho kabisa. Movie hii ni movie ambayo imebeba ujumbe mzito kinoma yani, ujumbe kuhusu kina dada mnaotelekeza watoto mitaani huko. Lakini kabla tujaendelea mbele zaidi, mwanafamilia, make sure tayari umesubscribe na kugusa alama ya kengele ili muda wote kupata burudani za Mswahili. Hii ni Mswahili TV, kituo chako pendwa cha burudani. Utakuwa nami kutoka mwanzo hadi mwisho, nite Clay Mswahili. Huyu dada anaitwa Viola, yupo na mama yake hapa, alikuwa anamuaga anakwenda kazini siku ya kwanza kabisa leo. Mama akawa anamtakia baraka nyingi sana kwenye kazi yake huko. Viola akamwambia, unajua nini mama, hii kazi ilikuwa imeandaliwa maalum kabisa kwa ajili yangu. Huwezi amini ni watu wengi wameapply kwa hii kazi lakini hawajaipata kabisa, ila mimi nimeenda na hatimaye nimeipata hii kazi. Hivi huaga tunahitaji? Bi mkubwa akamwambia, hizi ndizo tunazoita neema za Mwenyezi Mungu. Baada ya wote hao umekuja kuchaguliwa wewe. Viola akawa anafurahi kinoma yani, akamwaga bi mkubwa pale, mwisho akaondoka. Wakati anatoka nje alikuwa anaongea na besti yake mmoja hivi ambaye anaitwa Mabel. Mabel akawa anamuuliza, kwa hiyo mpango mzima ni upi sasa? Akasema mpango mzima ni kwamba anakwenda kazini siku ya leo kwa ajili ya kwenda kuwasili siku ya kwanza kabisa na apewe gari yake ya kazi na nini, kwa sababu nafasi aliyoipewa ni nafasi kubwa sana kwenye hiyo kampuni, kwa hiyo ni lazima apewe gari lake. Mabel pia akawa anamtakia kila lenye heri, lakini hapa nje kuna msichana alikuwa amekaa pale, yule msichana wa mwanzoni kabisa. Viola akashangaa na akamuuliza, je, kuna tatizo? Na kingine akamuuliza, umewezaje kuingia huko ndani? Yule msichana alikuwa kimya tu, huku akiwa kashika diary yake mkononi na machozi yakawa yanamtoka kwenye macho yake. Bado Viola akataka kujua huyu msichana ana tatizo gani, akamuuliza, je, kuna mtu kakukwaza? Mbona macho yako yanatoa machozi? Yule msichana hakujibu chochote kile, badala yake alisimama na akaondoka pale pale. Sasa angalia hili tukio, baada ya yule msichana kuondoka akapokea ujumbe kwenye simu yake, ujumbe kutoka kwenye ile kampuni ambayo alikuwa anakwenda kuwasili kwa mara ya kwanza. Ujumbe wenyewe unasema kwamba kasimamishwa kazi, kapata kazi, hajaanza kazi yenyewe tayari kashasimamishwa. Kwa hiyo ikambidi arudi ndani huku na akaanza kumsimulia bi mkubwa kila kitu. Akamwambia alipokea simu mara ya kwanza kwamba kaitwa kazini na leo ndio alikuwa anakwenda kuwasili mara ya kwanza kabisa. Alipotoka nje akiwa anaongea na Mabel, kuna msichana alikuwa nje hapo. Alipojaribu kumuuliza yeye ni nani na kawezaje kuingia ndani, yule msichana alikuwa kimya kabisa, asijibu chochote kile. Na baada ya hapo akapokea ujumbe mwingine kutoka kwenye simu yake, ujumbe wa kampuni unaosema kwamba kasimamishwa kazi. Sikuamini mpaka hapo mama, huwezi amini, nilikwenda mpaka kwenye kampuni husika, lakini nilipofika pale wakanifukuzia kabisa getini, hawakutaka hata niingie kabisa kwenye kampuni. Mama akawa anamuuliza, umefanya nini huko? Akasema, nimefanya nini mama? Kumbuka hata sijaingia kwenye ofisi yangu ambayo leo ndo nilikuwa nakwenda kukabidhiwa. Viola akawa analalamika sana pale maskini, na kingine akawa anasema ina maana gani sasa? Nafasi aliyoipambania kwa muda mrefu sana yani, leo kaipata kama bahati. Hatimaye kabla hata hajaanza nafasi hiyo imeshachukuliwa na kampuni inamwambia tayari kashapatikana mtu mwingine wa kuchukua nafasi yake. Hili jambo lilimshangaza kinoma yani. Tukirudi upande wa pili huku tunamwona yule msichana tena kashika diary yake kabisa yani, akiwa anasema kwamba siku zote uwaga wanasema wafu hawana uhusiano wote ule na viumbe vilivyo hai, lakini mimi nitakuonyesha hata katika ulimwengu wa kiroho basi unaweza kukutikisa katika ulimwengu wa kimwili, hiyo nitakwenda kukuonyesha. Anaendelea kusema kwamba kwa kuwa ulifanya nafsi yangu sipumzike pema peponi, basi wewe pia duniani uweze ukaishi kwa amani kabisa. Nitahakikisha na ivuruga amani yako kutoka sasa mpaka mwisho kabisa wa maisha yako. Hizi ni ahadi ambazo alikuwa anatoa huyu msichana wa ajabu. Mpaka sasa hivi bado hatujamjua kabisa huyu msichana ni nani na ana uhusiano gani na Viola. Jina lake pia mpaka sasa hivi bado hatujalijua, lakini tayari tushajua huyu si mwenzetu kabisa yani, kwenye ulimwengu wa kimwili hayupo tena, bali ni nafsi yake ndio inayoishi duniani. Huwezi amini, kutoka pale Viola alikosa amani kabisa kwenye moyo wake, mpaka kichwa chake kikawa kimejaa mawazo mengi kishenzi yani, akawa anawaza kutwa nzima. Bi mkubwa ndo akawa anafanya kazi ya kumfariji binti yake, maana ni kwa muda sasa hata chakula kikawa kipande kabisa kwake. Mama akawa anamfosi lakini wapi, Viola bado alikuwa na amani kabisa. Unaambiwa inawezekanaje apate kazi aitwe kazini na siku anakwenda kutambulishwa kazini kwa mara ya kwanza, eti siku hiyo hiyo atumie ujumbe kwamba hakuna kuingia tena kazini, yani ndo kafukuzwa moja kwa moja. Hiki kitu ilikuwa inamuumiza sana kichwa Viola, maana hiyo kampuni ambayo alikuwa akaipatia kazi ni kampuni ambayo pia alikuwa ameitamani sana kwa muda mrefu.
tu alitamani kufanya nao kazi ile kinoma yani. Basi bana, siku chache mbele alikuja kumtembelea rafiki yake ambaye anaitwa Mabel, na leo huwezi amini Viola kaenda kuapply kazi kwenye kampuni nyingine, kakubaliwa kwenda. Kwa hiyo leo ndio siku anakwenda kwenye interview ya kwanza kabisa kwenye hiyo kazi. Kwa hiyo akawa anaagana hapa na huyo rafiki yake ambaye anaitwa Mabel. Mabel naye akawa anamtakia kila lenye heri, akawa anamwambia hakikisha unapofika kwenye hiyo ofisi unakuwa na confidence ya hali ya juu. Akamwambia ina maana unijui mimi tena, ni lazima niende pale nikaonyeshe kweli nahitaji hiyo kazi. Kweli bana, baada ya muda akawa kafika kwenye interview sika ya kazi, na huwezi amini kaenda huko kakubaliwa vizuri kabisa. Baada ya muda wakamwambia hitajiki tena kwenye hiyo kazi, nafasi yake imeshachukuliwa na mtu mwingine. Kwa hiyo akawa amekaa hapa nje ana mawazo kishenzi yani, ina maana imekuwa na gundo gani siku hizi. Akaenda akamsimulia mama yake kila kitu, na kingine pia akamsimulia kuhusu yule msichana ambaye kila akimuona basi tatizo linatokea kwake. Mara ya kwanza alimuona kakatishwa kazini, mara ya pili tena kamaona kakatiwa kabisa kwenye interview, hajafanikiwa hata kuqualify kwenye hiyo kazi. Bi mkubwa akawa anamuuliza je, msichana unamjua? Akasema amjui. Mama akasema ina maana umjui kabisa, je uweze kujua ni wapi anaishi? Viola bado akawa anasema juu chochote kuhusu yule msichana, zaidi sana amekuwa akimuona ameshika diary na kingine akiwa analia sana kwenye uso wake. Hii ikawa inazidi kumpa maswali mengi sana bi mkubwa. Mama akawa anamuuliza je, itakuwa ni mzimu au vipi? Viola akasema hapana, sio mzimu, ingekuwa ni mzimu wala asingemuona kabisa, kwa sababu anaamini mizimu siku zote haionekani. Tukirudi upande wa pili, kwa kama kawaida tunamwona yule msichana, na kama kawaida tukiwa tunamuona hivi ana machozi mengi sana usoni mwake, na kingine kuna diary waga kaishika. Kama kawaida akawa anasema kwamba kwa kweli itelekeza furaha yako mbali na wewe, mtoto ambaye alistahili kuwa wako peke yako ukaamua kumtelekeza mbali kabisa na wewe, basi wewe pia kwenye dunia hii huwezi kupata amani kabisa, hutakaa uwahi kuona amani kabisa kwenye maisha yako. Huyu msichana ana maana gani lakini kusema maneno makali kama hayo na kumfanyia Viola visanga kama hivyo? Maana inaonekana yeye ndo anayemtesa kabisa kwenye ulimwengu wa kiroho. Haiwezekani akateliwa kwenye kampuni mbili tofauti tena kwa wakati mmoja kabisa. Tuendelee, tutajua taratibu tu uko mbele. Tukiacha upande wa huyo msichana, siku chache mbele Viola alirikapa kabisa kutoka kwenye machungu yake na akawa move on. Kwa hiyo akawa tafuti tena kazi kwa sasa hivi, kaamua kutulia kabisa. Lakini leo alikuwa amerudi nyumbani na bashasha kubwa ile kinoma yani. Bi mkubwa akawa anamuuliza furaha yote hii ya nini? Akamwonyesha kidoleni kuna pete. Akamwambia tayari kachumbiwa na mchumba wake ambaye anampenda kinoma yani. Bi mkubwa pia uoga anamjua. Viola akamuuliza je, anaweza kumkaribisha nyumbani? Mama akamwambia ndio, anakaribishwa nyumbani kwake muda wote ule. Kwa kuwa ndo furaha ya binti yake, yeye pia anamkaribisha kabisa nyumbani kwake kwa ajili ya kuwapa baraka wao wawili. Siku inayofuatia kule mchizi akawa kawasili kabisa nyumbani kwa kina Viola, huyu mpenzi wake na Viola sasa ambaye anaitwa Collins. Bi mkubwa akawa anampa baraka zake nyingi sana yani, kwa kuwa tu kamchumbia binti yake, na kingine akawa anamwambia maisha marefu pia. Kidogo hivi akaingia Mabel, yule rafiki yake na Viola. Alipofika pale wakasalimiana na nini, kidogo hivi Viola naye pia akaingia. Huwezi amini Collins alipomwona tu Viola hivi alishtuka kinoma yani, ikawa ni kama kaona kitu cha kutisha sana yani. Kwa hiyo akanyanyuka pale na akakimbia mpaka nje huko. Viola ikabidi amkimbilie na akamuuliza una tatizo gani? Ni yeye. Jamaa akamwambia hapana, sipo interested tena na haya mahusiano, unaweza ukauza hiyo pete kwa faida zako binafsi. Mchizi akamwacha kama hivyo yani. Huwezi amini Viola aliachwa mbele ya familia yake, mbele ya mama yake na pia mbele ya rafiki yake. Jamaa akawa akamwacha kama hivyo yani. Familia nzima ikawa inajiuliza kuna tatizo gani pale, lakini wakiwa wanaendelea kujiuliza pale, Viola akamwona tena yule msichana, tena anapita mbele yake akiwa anatabasamu kabisa. Hii ina maana hii mipango yote yeye ndo kaitengeneza. Akawa anamwambia msichana ni mchawi. Bi mkubwa akawa anajiuliza msichana yupi huyo ni mchawi? Na kingine Mabel pia akawa anamuuliza je, kuna tatizo? Akamwambia ina maana muone huyo msichana. Wakasema wenyewe hawaoni chochote kile, na ni kweli wao hawaoni kitu chochote kile. Badala yake huyo msichana yeye pekee ndo anayemuona. Akawa anauliza tena ina maana mnavyosema hivyo mnataka kumaanisha mimi ni kichaa? Wakamwambia hapana, bali anahitaji muda wa kupumzika kwa ajili ya kupoza stress zake kichwani hizi. Kuacha sio jambo la mchezo mzee, ni lazima stress kidogo zikupate kichwani. Kwa hiyo mama pamoja na Mabel wakahisi labda ni stress tu zimempanda kichwani, lakini ni kweli kabisa Viola kuna msichana amekuwa akimuona kila mara, na kila akimuona tu basi ni lazima litokee tatizo. Haya bana, siku inayofuatia Mabel akaamua kumtoa rafiki yake mpaka nje huko kwa ajili ya kumpeleka out na nini, kusahau stress zake hizo kichwani. Lakini pale nje Viola akamuona tena yule msichana, tena akakatiza barabarani pale. Viola akawa anamfuata nyuma kidogo, kuna gari ilikuwa imgonge pale. Mwenye gari ni mchizi anaitwa Stanley. Akashuka pale na akauliza vipi, mbona wanavuka barabarani bila kuangalia kushoto wala kulia? Mabel akamwomba sana samahani, lakini huwezi amini mchizi alifoka kinoma yani, maana ilikuwa ni kidogo tu amgonge. Mabel naye akawa anamuuliza Viola una tatizo gani? Viola akawa anasema kamuona tena yule msichana ambaye kila akimuona lazima tatizo litokee. Mabel akaona kweli huyu ana mawazo mengi sana kichwani kwake, kwa hiyo akaamua kumuingiza zake mpaka ndani pale kwa ajili ya kumondolea stress zake kichwani. Kufika ndani bado Mabel akawa anamuuliza una tatizo gani wewe? Viola akamwambia na maana kweli hujamuona yule msichana? Akasema hajamuona, na kingine mimi sio kipofu ningemuona yule msichana. Viola akamwangalia akamwambia sio kwamba namaanisha wewe ni kipofu, lakini ulitakiwa kumuona yule msichana. Mabel
akaendelea kukana sana pale, na kingine akamwambia kama ningemuona basi pia ningekwambia, lakini kweli pale barabarani hakukuwa na mtu yoyote yule zaidi yangu mimi na wewe na ile gari ambayo ilikuwa kidogo tu ikugonge. Viola akawaka kishenzi yani, na akamwambia nyinyi wote mnaniona mimi kichapa kwenye nyumba sasa hivi, wewe mpaka mama wote mnaniona mimi nimechizika, lakini ukweli ni kwamba nimekuwa nikimuona yule msichana kila mara, na kila kitokea basi janga linatokea au linakaribia kidogo kutokea. Mabel akajaribu sana kumbembeleza rafiki yake pale, lakini huwezi amini ndo kwanza Viola akawa mkali. Mabel akamuuliza kwa nini unafanya hapa, ni kazi ya upuzi sasa hivi, sipaswi kabisa kukubembeleza. Akamwambia ndio, tena kama vipi unaweza kuondoka kwenda nyumbani kwako. Hapo Viola kashachanganyikiwa yani, kuona mzimu sio jambo la kawaida mzee. Mabel akasema fresh, sikujua kama napoteza muda wangu hapa, ni bora nikaondoka nikaenda kutuliza akili yangu nyumbani huko kuliko kukaa kubembeleza mtu mjinga kama wewe, mtu unasema unaona vitu ambavyo havionekani kabisa. Mabel akaondoka akamwacha zake pale. Haya bana, siku kadhaa mbele hivi kidogo Viola akaanza kusahau machungu pale, na uwezi mimi leo alikuwa ameapply kazi mpya huko nchi za nje na akakubaliwa kabisa kwenda kuanza hiyo kazi. Kwa hiyo akawa ameandaa visa yake na nini, akawa amejiandaa fresh kabisa kwa ajili ya kwenda kuanza hiyo kazi. Kampuni imemgharamikia kila kitu, kuanzia pasipoti, visa, kila kitu ambacho kinahusu safari, na anatakiwa kwenda kuanza hiyo kazi hivi karibuni. Kwa hiyo akawa tayari kashajipanga, akampa mamake zile taarifa. Kiukweli mama naye alifurahi sana yani, akamwambia ni bora aondoke kwenye nchi aende kwenye hiyo nchi nyingine kwa muda kidogo, kwa ajili pia kwenda kurefresh akili yake, kusahau machungu ambayo kakutana nayo kwenye nchi. Kweli bana, siku husika ikafika, akawa anaandaa mabegi yake pale ikiwa na rafiki yake Mabel. Ni kweli wakati uliopita waligombana, lakini kumbuka wao ni marafiki, kununiana kugombana ni swala la kawaida sana yani, na hiyo sio sababu pekee ya kuvunja urafiki wao. Hawa tayari washakuwa kama ndugu kabisa. Muda husika pia kuondoka wako umefika, kwa hiyo akawa amemtoa pale na mabegi yake na nini, makombato mengi kama kuagana tu pale. Mabel akapitisha kaswali pale, akamuuliza je, hakuna kitu chochote kile ambacho umesahau? Viola akasema akakumbuka kila kitu, hakuna hata kitu kimoja alichosahau, lakini akasema pasipoti pekee ndo kaisahau. Kwa hiyo akarudi ndani kwa ajili ya kwenda kutafuta hiyo pasipoti. Kufika ndani katafuta kila kona, kwa hiyo baada ya muda akarudi pale, na tena akiwa na habari mbaya kishenzi yani, akasema pasipoti ndio kaitafuta lakini hajaiona kabisa. Sehemu ambayo ilikuwa kahifadhi hiyo pasipoti wala haionekani, na kingine kwenye mkoba huko na nini pasipoti haipo. Kidogo hivyo ukiwa unaendelea kumuuliza ni wapi kaweka pasipoti na huenda labda kaiweka sehemu nyingine tofauti, yule msichana akapita tena mbele yake, akawa anajiuliza kuna haja kuendelea kutafuta pasipoti kweli? Kila akimwona huyu msichana ni lazima tatizo litokee. Kwa hiyo akawa anajua kabisa pasipoti ndo tayari ilishadisapia, na kingine huyu msichana ndo kaichukua pasipoti yake. Akawa anawauliza na maana nyinyi muone huyo msichana, wakawa wanamwambia wamuone kabisa huyo msichana. Ikabidi waingie mpaka ndani pale. Bi mkubwa akawa anamuuliza ni msichana gani ambaye amekuwa akimuona kila mara. Viola akasema kila huyo msichana akitokea basi ni lazima tatizo litokee. Viola kaendelea kusema kama mniamini, je, hiyo pasipoti ambayo nilikuwa nimeweka kwenye meza yangu sasa hivi haionekani, je itakuwa imeenda wapi? Kama kweli mtaki kuniamini sasa hivi. Wakamwambia huenda labda kuna sehemu tu umeiweka lakini ukumbuki, jipe muda wa kuendelea kuitafuta zaidi. Akawaambia hapana, huyo msichana ndo kaichukua hiyo pasipoti na hawezi tena kuipata. Mabel akamwambia mnajua nini, hili sasa ni tatizo la afya ya akili, huenda unaendelea kuwa kichaa siku baada ya siku. Akamwambia mama, unamsikiliza Mabel kweli? Kwa hiyo mimi nakwenda kuchizika sasa hivi, kwa nini hamtaki kuniamini kabisa kile ambacho ninawaambia? Na wewe mama unahisi kabisa mimi ni kichaa? Mama akamwambia hapana, tujaribu kusema kama hivyo. Mama akamtuliza chini pale na akamwambia tunajua wewe sio kichaa, lakini unastahili kutuliza akili yako kidogo, kuna mambo mengi sana yanazunguka kichwani kwako. Sasa huwezi amini kwa yale mawazo na nini. Viola akaona ni bora yakatishe kabisa maisha yake. Bi mkubwa leo kaingia chumbani kwake kwa ajili ya kutaka kumwamsha, lakini Viola akawa kimya kabisa, kwenda kucheki kameza madawa mengi kinoma yani hapo kaji overdose ili afi moja kwa moja. Bi mkubwa alifanikiwa kumwaisha hospitali, na baada ya muda akawa amerudi nyumbani pale. Mama akawa anamuuliza kwa nini unataka kunifanyia hivi, kwa nini unataka kuondoa uhai wako? Akawa anasema kiukweli kachoshwa sana na haya maisha. Mama akamwambia nilikuwa kidogo tu ufariki, madaktari wanasema kwamba kama hatujafika kwa wakati basi ilikuwa ndo uhai wako uondoke kama hivyo. Mama alimuomba sana binti yake ili kusudi akae sawa kiakili tu, asiendelee kujitesa siku baada ya siku kwa vitu ambavyo hawezi kabisa kuvicontrol. Tukirudi upande wa pili huku tunamwona Stanley, yule mchizi wa mwanzo ambaye alimkosa kosa kumgonga Viola ile siku anavuka barabara, na uwezi amini kumbe baada ya ile siku alivutiwa sana na Viola na akawa mtoki kabisa kichwani kwake. Kwa hiyo leo kama tafuta namba za Mabel huko alikozitafuta akawa kazipata, akawa anamwambia nisaidie basi kaongea na rafiki yako, mwambie kiukweli nampenda sana yani, tangu siku ya kwanza nilipomuona nilitamani sana kuwa naye kimahusiano, kwa hiyo ninaomba walau dakika chache tu kama anaweza kukubali kuongea na mimi. Mabel alimkubalia na akamwambia atamfanyia mpango wote ule kwa ajili ya kumkutanisha na huyo rafiki yake. Mabel alikubali kirahisi hivyo kwa sababu mchizi ni mtu ana hela zake na nini, na kingine pia kutokana na muda mrefu uliopita mpaka leo baada akawa anamkumbuka kichwani kwake, ni dhahiri kabisa kampenda kutoka kwenye moyo wake, sio kwamba kweli anatamani kumchezea wala nini. Kwa hiyo leo akawa amekaa bi mkubwa pamoja na Mabel wanajaribu sana kumshawishi Viola akubali kwenda kuongea na yule mchizi.
mchizi yule Stanley. Viola akawa anamwambia nyie hamuelewi hali ninayopitia sasa hivi. Kashaachwa na mwanaume zaidi ya mmoja, kashafukuzwa kazi zaidi ya kampuni 3 sasa hivi, na bado eti wanamtaka kumkutanisha kwenye mahusiano. Akawa anasema hataki mwanaume yoyote yule. Mama akawa anamwambia mpe nafasi, si watu wote wanafanana, na kingine hili ni swala la kujuana tu, bado hajasema ndo mnakwenda kuanza mahusiano rasmi. Na akamwambia nyinyi mnachojua kusema ni kwamba nitakaa sawa tu, hamjui kabisa hali ninayopitia kichwani kwangu kila siku. Alitoka anaropoka hivyo, lakini alikubali kwenda kuonana na mchizi kule nje. Viola baada ya kufika huko nje kwa ajili ya kuongea na Stanley, alikuwa kaukunja kinoma yani. Stanley akamwambia nakuelewa hali yako, rafiki yako kaniambia mengi sana kuhusu wewe, na kingine nikawa nimemwomba walau dakika chache tu niweze kuongea na wewe. Viola akawa anamsikiliza pale, na kingine kamwambia kama hili ni kuhusu swala la mahusiano wala yupo tayari kabisa kuhusu hilo, yeye atakuwa anapoteza muda wake tu hapa. Mchizi akamwambia ni kuhusu swala, lakini alipomtizama kwenye uso wake kidogo, uso wake ulianza kutisha. Fuvu sio fuvu, sura sio sura. Kwa hiyo jamaa kaondoka anakimbia kishenzi yani, alishindwa kuendelea kuvumilia kuangalia ule uso. Viola kaondoka na ule uso unaojisemea kwamba nilijua tu lazima litatokea hili, lakini pia ikawa anamuumiza kichwa chake. Kwenye sura yake kuna nini? Ina maana siku hizi amekuwa anatisha sana. Mabel akawa anamwambia sio kwamba unatisha, bali hili ni swala la kiroho, inahitajika aonane na mtu wa kiroho kwa ajili ya kumsaidia swala hili. Siku inayofuatia Stanley akamtafuta tena Mabel, wakakutana kwa ajili ya kuongea pale. Mabel akamwambia nilikwambia kabisa hali anayoipitia, lakini ulichofanya ni kwenda pale na kumkimbia kabisa hadharani. Akamwambia sio kwamba nilimkimbia bana, mimi mwenyewe niliogopa pale ujue. Akamwambia uliogopa nini sasa? Maana mimi sioni kinachotisha kabisa kwenye uso wake. Akamwambia wewe ukioni, lakini mimi nimekiona. Uso wake ni kama unabadilika vile, inakuja sura ya kutisha, inakuja sura ya kawaida. Mabel akauliza unamaanisha nini kusema hivyo? Jamaa akamwambia hili ni swala la kiroho, na kingine kuna matatizo yanamsumbua sana Viola, matatizo ya kiroho yani, na ni lazima akutane na mtu wa kiroho kwa ajili ya kumsaidia. Yeye ana pasta wake na ana uhakika kabisa atamsaidia kuhusu hilo. Mabel akakubali, na kingine akawa anamshukuru sana jamaa pale, kama kweli yupo willingly kumsaidia, yeye pia atamsaidia kumkutanisha tena na Viola kwa ajili ya kumsaidia hilo swala lake la kiroho, na mkutanishe na mtumishi wa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuyajenga zaidi. Kweli bana, siku chache baadaye mtumishi wa Mungu akafika nyumbani kwao pale. Mama naye alifurahi sana baada ya kumuona tena mchizi karudi nyumbani kwake, maana huyu ndo mwanaume wa kwanza kurudi. Baada yao wote kuondoka, hawakuwahi kabisa kurudi, ila huyu mwenye mapenzi ya kweli yupo tayari kumtafutia solution na sio kumwacha njia panda kama hivyo. Kwa hiyo akawa kamletea pasta mpaka pale nyumbani. Pasta baada ya kufika nyumbani pale akafanya maombi kidogo tu. Baada ya hapo akawa anamwambia kuna vitu vingi sana nimeviona kwenye ulimwengu wa kiroho na ni vitu vya kutisha sana yani. Akawa anamwambia kuna dhambi uliitenda na dhambi hiyo ndio inayokutafuna mpaka sasa hivi. Viola akashangaa dhambi gani tena hiyo? Na akawa amebaki na ule usio kwamba wewe maliza tu uondoke. Na akamuuliza pasta, unajua kichwa changu sasa hivi kina mambo mengi sana yani. Je, unaweza ukanielezea kidogo hiyo dhambi inahusu nini? Pasta akamwambia kuna mtoto anamuona analia sana yani. Na kingine kwenye ulimwengu wa kiroho naona damu nyingi sana kwenye mikono yako. Je, huwezi kukumbuka chochote kile kuhusu hizi taarifa? Hapo Viola kidogo ikamwingia kwenye akili yake. Na kingine pale kuna kumbukumbu kidogo tunarudishwa nyuma, kujua ni dhambi gani hiyo Viola alifanya. Pazia Empire. Hapo unajipatia mapazia ya kisasa, mapazia yanayokwenda na muonekano wa nyumba yako. Cheki picha kama hizo, picha za site ambazo tayari tushazifanyia kazi. Unajipatia pazia bomba kabisa. Wewe mwanafamilia wa Mswahili TV, unasubiri nini kuipendezesha nyumba yako kwa pazia nzuri na za kisasa kabisa? Zipo pazia maalum kwa ajili ya majumbani na zipo pazia maalum pia kwa ajili ya maofisini. Pazia za majumbani zinakuwa nzito kama hivyo na pia zinakuwa na lesi yake kama hivyo. Tutakudizainia kwa rangi unayotaka wewe na kwa rangi ya ukuta wako ili kusudi kuleta muonekano nyumbani kwako. Na pia kwa wale wa maofisini tutakudizainia blind za kisasa kabisa kutokana na rangi ya ofisi yako au kutokana na rangi ya sehemu ulipo wewe. Fika dukani pale Kariakoo Agri na Sikukuu kujipatia na kuchagua pazia za kisasa kabisa, na pia kujipatia ushauri ni zipi pazia bora kwa ajili ya ofisi au kwa ajili ya nyumba yako. Tupo kwa ajili ya kuipendezesha nyumba yako. Pazia Empire. Usisahau pia kwa mawasiliano zaidi tucheki kupitia nambari za simu 0741 00 57 58. Tupigie sasa kwa ajili ya kukuhudumia, au pita pale Instagram @Pazia Empire uweze kujionea pazia bora na za kisasa kabisa. Na pia hapo Instagram utaona ni kwa namna gani tunavyohudumia wateja wetu. Piga simu sasa au fika dukani kujipatia pazia kwa ajili ya nyumba yako au kwa ajili ya ofisi yako. Pazia Empire, tupo kwa ajili ya kuipendezesha nyumba yako. Kipindi cha nyuma kinoma yani. Hapo kipindi cha nyuma kuna wazee walikwenda kutembelea kijijini huko kwa ajili ya kwenda kuangalia viwanja vyao. Lakini walipokuwa kule kijijini walimwona mwanamke mmoja akielekea kichakani, tena akiwa kabeba boksi kabisa. Lile boksi akalitelekeza pale, mwisho akakimbia akiwa amejifunika uso wake. Yule mama akawa na shauku kubwa sana ya kujua
kujua ni nini kipo kwenye boksi na kwa nini kakiweka kwa mashaka, mwisho akakimbia. Baada ya kufika pale, huwezi amini alimkuta mtoto mchanga kabisa kwenye lile boksi. Wakaamua kumchukua ile mtoto wakampeleka mpaka kituo cha polisi. Kufika kituo cha polisi kutoa taarifa zote, hakuna mzazi yoyote aliyekiri kuwa na mtoto wake. Kwa hiyo wakaamua kumchukua yule mtoto. Mama akamuuliza mtoto, tutakwenda kumfanyia nini? Mzee akamwambia ni jambo rahisi sana, watakwenda kumwadopti huyo mtoto na atakuwa ni mtoto wao kabisa, lakini inabidi wamfuatilie yule mwanamke kujua ni wapi anaishi. Mama akamuuliza kujua kwa ajili gani haswa? Wakasema kwa ajili ya huyu mtoto baadaye ni lazima aje kumjua mama yake na ni lazima aje kujua kabisa mama yake alimtelekeza kipindi cha nyuma. Kweli bana, baada ya wale wazee kujua yale, waliandikaga hizo taarifa zote kwenye diary, na baada ya miaka kadhaa mbele kupita, yule msichana akawa amekuwa kabisa. Wazee walichukua uangalifu wote juu yake na wakawa wanampenda kabisa kama mtoto wao wa kumzaa vile, kwa sababu ni mtoto ambaye walimlokota barabarani. Baada ya kufikia umri fulani hivi, wazee wakaona ni muda sahihi kabisa kumwambia ukweli. Wakamwambia ukweli kwamba wao si wazazi wake wa kweli, bali mama yake alimtelekezaga miaka mingi sana nyuma. Zile habari zilikuwa ni habari nzito sana kwa yule msichana, huwezi amini kuweza kabisa kuzivumilia. Kila mara alihitaji kumjua huyo mama yake ni nani. Maana bi mkubwa pia alimwahidi kwamba baada ya kumaliza elimu yake sekondari, basi atampa address ambayo itamwelekeza kabisa mahali ambapo mama yake anaishi, na address hiyo kaiandika kwenye diary. Hizi habari zilikuwa ni habari nzuri sana kwa huyu msichana huyu ambaye waliamua kumbatiza jina la Cherry. Na huyu Cherry ndio yule ambaye amekuwa kimtokea Viola kila mara, na kila mara akimtokea Viola basi ni lazima jambo baya limtokee. Siku moja wazee wakiwa wanakula pale, wakawa wanajadiliana. Baada ya kumwambia Cherry kwamba wao sio wazazi wake wa kweli, Cherry amekuwa na shauku kubwa sana ya kumjua huyo mama yake halisi, lakini wazee wakasema hawawezi kabisa kuvunja makubaliano yao, ni lazima amalize kwanza elimu ya sekondari. Baada ya hapo ndipo watakapompeleka kwa mama yake na kumtambulisha kabisa kwa huyo mama yake, lakini watamtambulisha tu, hawatokubali katu kumwachia mtoto wao, maana huyu mtoto kwa sasa hivi ni wa kwao kabisa. Wao ndio wamemlea kutoka kachanga mpaka sasa hivi. Kutokana na Cherry alitamani sana kumjua mama yake halisi ni yupi. Siku hiyo akiwa anajiandaa kwenda skuli, akaingia chumbani kwa wazazi wake na akasachi kila kona. Alifanikiwa kukuta diary ambayo ilikuwa na address location kabisa ni wapi mama yake alipo. Siku hiyo wala kwenda kabisa shuleni, akawa yupo na ile address anaitafuta ni wapi ilipo nyumba ya mama yake. Wakati anatafuta pale, kuna gari ikawa inakuja nyuma yake, na uwezi amini ilikuwa angalia kabisa barabarani. Ile gari ikamvaa pale pale, unaambiwa akazima chini, gari ikageuka na ikaondoka mbio mbio eneo la tukio. Huko nyumbani wazazi walezi wa Cherry wakawa wamechanganyikiwa kinoma yani, maana ni muda mrefu sana tangu Cherry alipoondoka na hajarejea kabisa nyumbani. Wakipiga simu shule, wanaambiwa Cherry hakufika kabisa shuleni siku hiyo. Baada ya muda kidogo hivi wakapokea simu nyingine, simu inayosema kwamba Cherry kapata ajali na yupo hospitali, hali yake ni mbaya kinoma yani. Wazee wakaondoka mbio mbio, lakini baada ya muda wakarudi nyumbani wakiwa na huzuni kubwa sana usoni mwao. Tayari Cherry kashafariki akiwa anamtafuta mama yake maskini. Wazee waliumia kishenzi yani, kwa hiyo juhudi zao zote zile zilikuwa ni bure kweli, waliumia sio kidogo. Naambiwa mama akawa anaendelea kujilaumu pale, anasema ilikuwa na maana ya kumwambia chochote huyu msichana, hawakupaswa kabisa kumwambia kwamba wao sio wazazi wake wa kweli, ili wapaswa wasubiri kidogo. Leo kafariki akiwa anakwenda kumtafuta mama yake. Mzee akamwambia, sisi hatuna makosa, hustahili kujilaumu wewe wala hustahili kunilaumu mimi, wala hatustahili kabisa kumlaumu binti yetu Cherry. Yeye alichokuwa anajaribu kufanya ni kumtafuta mama yake halisi, na sisi tulichokifanya ni kumpa maisha mazuri na ya furaha mpaka hapa alipofikia sasa hivi. Hatimaye Mungu kamchukua katika umri mdogo kama huu, lakini walau hajapitia maisha magumu, kapitia maisha akiwa na wazazi wake halisi kabisa. Hata kama wao kweli wakuwa wazazi wake wa kibiolojia, lakini walimuonyesha mapenzi ya kweli, hawakuwahi kumtenga hata siku moja. Upande wa Viola naye ndo akawa anamalizia kusimulia kwamba aliwahi kumtelekeza mtoto, lakini hajuagi huyo mtoto mpaka sasa hivi ni wapi alipo. Hajui kama alikufa, hajui kama kuna watu walimchukua kwa ajili ya kumlea, lakini anachosema ni kwamba alihisi kuna watu watakwenda kumlea yule mtoto. Pastor akawa anaendelea kusema huyo mtoto nafsi yake ina maumivu makubwa sana yani, ni lazima utafute watu ambao wamemlea kwa ajili ya kwenda kuwaomba samahani. Baada ya kwenda kuwaomba samahani, inabidi pia ukutane na huyo msichana kwa ajili ya kwenda kumuomba samahani. Hapa sasa utakuwa umeelewa ni kwa nini yule mzima ule msichana umekuwa ukimtokea kila mara Viola. Yule Cherry yani amekuwa akimtokea kila mara kwa sababu yeye ndo chanzo cha kifo chake kutoka mwanzoni kabisa. Laiti kama singemtelekeza binti yake, basi haya yote yasingemkuta. Kwa hiyo damu ya binti yake ipo mikononi mwake, ndio maana amekuwa akimtokea kila mara, na ndio maana Cherry alisema kama yeye hawezi kupumzika pema peponi, hataruhusu katu na yeye akaishi kwa amani kwenye hii dunia. Pastor akaendelea kusema ni lazima kuombe samahani, nafsi yake ipumzike pema peponi, na pia nafsi za wale wazazi zipate amani. Ni lazima urudi kwao kwa ajili ya kwenda kuomba samahani. Upande wa mama aliumia kinoma yani kweli binti yake kamficha hiyo siri ndani ya miaka yote hiyo, mpaka leo kweli ndio umekuja kubainika. Anasema angekuwa tayari kumlea mjukuu wake kuliko kwenda kumtelekeza mtaani huko. Viola anasema alikuwa mdogo na kingine hakujua kabisa nini afanye, ndio maana akamwaga kumtelekeza huyo mtoto. Kama angemleta nyumbani na kipindi hicho bado alikuwa kwenye masomo, basi mama yake asingemuelewa kabisa yani, maana mama alitia juhudi nyingi sana kwenye masomo yake, angekuwa amemdisappoint kwa sehemu kubwa sana
yani kama angemletea mtoto nyumbani kwake, lakini mama anasema yeye alikuwa hajali kabisa kuhusu hilo. Yeye angekubali kumlea mjukuu wake, asingestahili kabisa kumtelekeza hizo sehemu. Na kweli mzee, bado nafsi ya Sherry ikawa ipo duniani, haijapumzika kabisa pema peponi, na tena akiwa ameshika ile diary kutoka kipindi hicho mpaka sasa hivi. Na uwezi amini huyu msichana amekuwa na machungu mazito kinoma yani, mpaka sasa hivi bado nafsi yake haijapata amani kabisa, na ndio maana mpaka sasa hivi bado ipo duniani. Viola akaanza kazi ya kwenda kutafuta ni wapi yule mtoto alilelewa. Akaenda mpaka sehemu ya kwanza kabisa ambapo ndipo sehemu ambayo alimtelekezaga yule mtoto. Stanley akawa anamwambia, unajua tumezunguka kwa muda sasa, lakini bado hatujafanikiwa kabisa kufika hiyo sehemu ambayo unasema ndipo alipomtupaga huyo mtoto. Akawa anasema, najaribu sana kukumbuka kichwani kwangu, lakini imepita miaka mingi sasa hivi na sijui ni familia gani itakuwa imemchukua. Jamaa akamuuliza, uliniambia huyu msichana kila akikutokea amekuwa akivaa uniform. Je, unaweza ukatambua hizo uniform ni za shule gani, ili wafuatilie taarifa za shule na kwa ajili ya kwenda kumpata kabisa huyo msichana? Kweli mzee, ile idea ilisaidia na wakafanikiwa kabisa kufika mpaka nyumbani ambapo ndipo Sherry alilelewa. Yule mama aliwapokea lakini hakuwasamehe kabisa. Huwezi amini, Viola alipiga mpaka magoti kwa ajili ya kuomba samahani pale, lakini mama hakutaka kabisa kumuelewa. Hata ingekuwa wewe, usingeweza kabisa kumsamehe mwanamke kama huyu, mwanamke mwenye ujasiri wa kumtelekeza mtoto wake vichakani kabisa. Asijui ni vipi hali yake itaendelea huko, yeye akaamua kumtelekeza na kuondoka tu. Huenda kama si hao wazazi, basi Sherry angeshafariki miaka mingi sana. Siku inayofuatia kabidi familia nzima ifike pale kwenye ile nyumba sasa kwa ajili ya kwenda kumwombea samahani Viola. Walifika wote kwa ajili ya kuomba samahani pale. Bi mkubwa akawa anaongea kwa uchungu mkubwa sana yani, akawa anasema huyu hastahili kabisa kuitwa mama. Mama mwenye uwezo wa kumtelekeza mtoto wake kweli hastahili kabisa kusamehewa. Lakini waliomba na kuomba, hatimaye pasta pia akatia neno na akaomba sana samahani. Bi mkubwa akaenda akawaletea picha pale, akasema sasa hivi wamebakia na picha tu, hawana chochote walichobakisha kuhusu Sherry. Viola akaichukua ile picha, machungu yakawa anamzidi maradufu na kingine akawa analia sana yani. Sasa hivi anatamani walau amguse tu, lakini ndio hivyo imebaki picha peke yake. Mama akamwambia, tunakusamehe si kwa ajili yako, lakini pia tunakusamehe kwa ajili ya Sherry na kwa ajili ya huyu mtumishi ambaye umekuja naye hapa nyumbani kwangu. Bila hivyo nisingekusamehe kabisa yani. Kweli bana, msamaha wa wazazi wakawa wameupata. Sasa hivi anahitaji kupata msamaha rasmi kutoka kwa Sherry mwenyewe, maana kama kila mara amekuwa akimtokea, pia ana uwezo wa kumtokea tena kwa mara ya pili. Na akamwomba samahani, nafsi yake ikaenda ikapumzika pema peponi huko. Pasta akawaongoza sala pale kwa ajili ya kuiombea nafsi ya Sherry kama familia nzima ipumzike pema peponi huko ilipo. Ile picha Viola aliruhusiwa kuondoka nayo, kwa hiyo akawa kaondoka na picha ya Sherry na huzuni kishenzi. Akasema alikupa jina nzuri sana, jina Sherry. Akawa anasema anatamani basi amuone walau kwa mara moja, asije kaondoka kama hivi. Anatamani sasa hivi amuone, lakini si kwa ubaya, anatamani amuone kwa amani kabisa. Kweli mzee, Sherry akatokea nyuma yake pale, na uwezi amini leo Sherry alikuja akiwa na tabasamu kabisa kwenye uso wake, na akamwambia, nimekusamehe mama, nimekusamehe kwa vile ambavyo uliwahi kunifanyia. Viola akawa anamwambia, je, naweza kukugusa? Naomba nikuguse basi hata kwa mara moja tu, na pia nikukumbatie. Sherry akamwambia ni swala ambalo haliwezekani kwa sababu yeye ni roho, kwa hiyo hawezi kabisa kumshika, lakini akamwahidi tu atakuja kurudi kwake, na awamu hii atakaporudi basi ajitahidi kuwa mama mzuri sana kwenye maisha yake, asiwe mama katili na ambaye atakuja kujutia tena kwenye maisha yake kama alivyofanya mwanzoni. Baada ya hapo Sherry akapotea, lakini alimsamehe na akaahidi atarudi tena kwenye maisha yake. Kwa hiyo hii ina maana kwamba atakuja kupata ujauzito na atakuja kujifungua mtoto mwingine ambaye ni kama huyu kabisa. Ndio maana kaahidi atarudi tena kwenye ulimwengu huu na atarudi tena kwake kama binti yake. Kweli bana, siku chache baadaye, baada ya ile mambo kupita, Stanley leo akawa kawasili kabisa nyumbani kwao. Na leo Stanley kawasili hapa nyumbani kwa ajili ya kumpropose Viola mbele ya rafiki yake na pia mbele ya mama yake. Kama mwanzoni aliachwa mbele ya mama yake na pia aliachwa mbele ya rafiki yake, leo mchizi kaja kumpropose kabisa mbele ya mama yake na pia mbele ya rafiki yake. Kwa hiyo mchizi akashuka magoti pale na akawa anamwomba Viola akubali kuja kuwa mke wa maisha yake. Viola maskini naye akawa anapinga mizi lolote lile, akatoa kidole pete kakaa kidoleni, wakawa wanafurahi kinoma yani. Mama alifurahi kishenzi, binti yake alikataliwa na wengi kutokana na matatizo ambayo alikuwa anapitia, na hapa ndipo mapenzi ya kweli yanapoonekana. Yule anayekupenda kweli atakutafutia solution ya lile tatizo lako na wala hawezi kabisa kukuacha. Ni wengi sana walimwacha Viola kutokana na matatizo yake, lakini huyu Stanley yeye alikuwa na mapenzi ya kweli kwake. Ndio maana hata baada ya mara ya kwanza kuona tatizo lake hakumkimbia kabisa, badala yake alimtafutia solution ya tatizo lake. Na kingine ndugu zangu, msio mnatelekeza watoto. Kama una uwezo wa kulea na kama familia yako na uwezo, basi peleka mtoto kwa familia yako, wenyewe watamlea. Na kingine, kama unaona huwezi kabisa kulea, zipo taasisi kwa ajili ya kulelea watoto. Vipo vituo vya watoto yatima, mpeleke huko kuliko kwenda kumtelekeza vichakani huko. Yatakuja kupate kama iliyompata Viola. Siku zote huaga yaishi kwenye movie tu. Haya ndo maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo ulichokiona kwenye movie hapa kinaweza kumpata mtu yoyote yule. Bana, na hapo ndo unakuwa mwisho wa huu mzigo unaitwa A Piece of Me. Niandikie maoni yako kwenye comment hapo. Umeonaje huu mzigo? Make sure tayari umesubscribe na kugusa alama
na kengele ili muda wote kupata burudani za Mswahili. Hii ni Mswahili TV, kituo chako pendwa cha burudani. Asanteni kwa wote mliokuwa nami kutoka mwanzo hadi mwisho. Niite Clay Mswahili. Mashabiki tuko tayari. Swahili TV, sehemu yetu ya furaha. Asante Clay kwa kazi yako ya ajabu. Clay Swahili, endeleza channel yako ya Mswahili TV. Tupo pamoja, sisi sote ni Waswahili. Pazia Empire. Hapo unajipatia mapazia ya kisasa, mapazia yanayokwenda na muonekano wa nyumba yako. Cheki picha kama hizo, picha za site ambazo tayari tushazifanyia kazi. Unajipatia pazia bomba kabisa. Wewe mwanafamilia wa Mswahili TV, unasubiri nini kuipendezesha nyumba yako kwa pazia nzuri na za kisasa kabisa? Zipo pazia maalum kwa ajili ya majumbani na zipo pazia maalum pia kwa ajili ya maofisini. Pazia za majumbani zinakuwa nzito kama hivyo na pia zinakuwa na lesi yake kama hivyo. Tutakudizainia kwa rangi unayotaka wewe na kwa rangi ya ukuta wako ili kusudi kuleta muonekano nyumbani kwako. Na pia kwa wale wa ofisini, tutakudizainia blind za kisasa kabisa kutokana na rangi ya ofisi yako au kutokana na rangi ya sehemu ulipo wewe. Fika dukani pale Kariakoo Agri na Sikukuu kujipatia na kuchagua pazia za kisasa kabisa, na pia kujipatia ushauri ni zipi pazia bora kwa ajili ya ofisi au kwa ajili ya nyumba yako. Tupo kwa ajili ya kuipendezesha nyumba yako. Pazia Empire. Usisahau pia kwa mawasiliano zaidi tucheki kupitia nambari za simu 0741 00 57 58. Tupigie sasa kwa ajili ya kukuhudumia, au pita pale Instagram @Pazia Empire uweze kujionea pazia bora na za kisasa kabisa. Na pia hapo Instagram utaona ni kwa namna gani tunavyohudumia wateja wetu. Piga simu sasa au fika dukani kujipatia pazia kwa ajili ya nyumba yako au kwa ajili ya ofisi yako. Pazia Empire, tupo kwa ajili ya kuipendezesha nyumba yako.